Tabasamu jipya limeanza kuchanua kwa kina mama wa jamii ya kifugaji katika kijiji cha Terati wilayani Simanjiro. Ni hatua kubwa ya kuelekea ukombozi wa kiuchumi baada ya shirika la TASEI kuwakabidhi ng'ombe wa maziwa, lengo likiwa ni kubadilisha maisha ya familia zao na jamii kwa ujumla. Lakini je, ni vigezo gani vimetumika kuwapata wanufaika hawa na ni nini mustakabali wa mradi huu? Mkurugenzi wa TASEI Bwana Justin Robert anafafanua zaidi kuhusu utaratibu na usimamizi utakaohakikisha mradi huu unakuwa endelevu. Sisi kama shirika tunafanya kazi katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni uwezeshwaji wa jamii, sehemu ya pili ni uhifadhi wa mazingira na sehemu ya tatu ni masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Katika swala la uwezeshwaji, hasa linapokuja swala la mabadiliko ya tabia nchi, tunakuwa na program moja ya kuwasaidia jamii kwa namna tofauti. Katika jamii ya Kimasai, jamii yetu mama anaweza kumiliki maziwa tu. Sasa tumeona katika hilo twende na swala la utamaduni kwa ujumla. Unaweza ukamletea ng'ombe wa kumuuza lakini hasipate mamlaka ya kuuza, lakini ng'ombe wa maziwa atakuwa na mamlaka na yale maziwa. Kwa sisi tulipojadiliana nao tukaona kiukweli wana uhitaji wa maziwa. Na sasa ukiangalia hasa kipindi cha kiangazi, maeneo haya hamna maziwa. Ng'ombe wetu hawa wa kawaida hawawezi kumudu kutoa maziwa ambayo yatasaidia hata kipindi cha kiangazi. Kwa hiyo tumewaletea ng'ombe wa maziwa. Kwanza tumewapa jamii nafasi ya kuwachagua hawa watu, lakini walivyochagua wakatuletea, tukawafundisha. Tukawaleta wataalamu kutoka sehemu mbalimbali wakawafundisha. Tukawapa kazi ya kujenga mabanda kwa ajili ya hawa mifugo. Wameenda wamejenga. Baada ya hapo tumekuja sasa kuwakabidhi kazi kwao kwenda kuwatunza wapate maziwa na waweze kujikimu katika familia zao. Lakini katika hilo tutakuwa tunawafanya kuwatembelea kila wakati. Lakini kwa wale watu ambao watakuwa wavivu watashindwa kuangalia hawa mifugo, tutawachukua wale mifugo, tutawapa watu wengine ambao watakuwa na uwezo wa kuangalia. Hatutaki wakawatese kwa sababu ni ng'ombe ambao ni wa thamani sana kwa fedha, lakini pia kwa huduma ambao watawapa zile familia. Tunaelekea kwenye kiangazi, japo tupo kwenye masika, majani ni mengi. Kipindi cha kiangazi kuna utaratibu ambao mnaweza kuwasaidia kuwalisha, ama yeye aliyekuwa na ng'ombe ndo anajipambania peke yake? Asante. Kabla ya kuwapa hawa ng'ombe tumewafundisha. Tukahitaji kuona kujitoa kwao au commitment yao. Sisi tumewafundisha chakula ambacho ng'ombe wanahitaji na tumewafundisha namna ya kuhifadhi kile chakula. Tunaelekea kipindi cha kiangazi, lakini kabla ya kipindi cha kiangazi tutakuwa na kipindi cha mavuno. Kile kipindi cha mavuno wanapovuna mahindi, maharage, wamefundishwa namna ya kuhifadhi yale mabaki kwa ajili ya kuwapa hawa mifugo. Kwa hiyo tutakuwa na ukaribu na wao kuhakikisha kwamba kweli wamehifadhi kile chakula. Kwa sisi kama shirika hatutawasaidia chakula, lakini tumewafundisha namna ya kuandaa na wakajikomiti wenyewe kwamba tuko tayari na tutafanya hivi. Mwakani tutakuwa na mradi mwingine wa mbuzi na kondoo kwa ajili ya vijana. Ninapokuja swala la wakina mama wa Kimasai, mali yao wanayoweza kumiliki katika familia zao ni maziwa. Ndio maana tumekuja na ng'ombe tena wa maziwa mahususi kabisa. Tulipokuwa tunatambulisha mradi, wazee na wanaume walisema kwamba tunataka tupewe ng'ombe wale Saiwal, wale ambao wanaweza ukiwapeleka sokoni wanauzika vizuri, lakini tulishindwa kufanya hivyo kwa sababu tumewalenga akina mama. Akina mama wakipata maziwa wakauza, itawasaidia wao kujikimu wao na familia, na hata kwa ajili ya wale wanaume pia. Kuna utaratibu pengine akizaliwa ndama anampa mwanakikundi mwingine, ama ndio yeye anamiliki kuanzia uzao wa kwanza mpaka wa mwisho? Asante. Katika hili kwanza tunaandikishana pia, tuna kama mkataba kwa ajili ya kuandikishana. Ng'ombe hawa wanavyozaa uzao wa kwanza unabaki ni kwao. Uzao wa pili tunachukua kuwapa familia zingine duni zenye uhitaji. Kwa hiyo tumeweka huo utaratibu na tumeandikishana na wamekubaliana na sisi. Kwa hiyo kuna utaratibu, hautakuwa ya zile familia. Huu ni mradi ambao unatakiwa uwe endelevu. Utoke kwenye familia hii uende familia nyingine. Wapeni ushirikiano. Hiki ambacho kinafanyika hapa jamani, sehemu nyingine wanatamani hawapati. Sawa jamani, Umenielewa? Naomba mwape ushirikiano. Hiki ambacho tunakipata kwa kitunze kiweze kuleta mabadiliko au maendeleo katika jamii yetu. Sawa jamani, hawa ni ng'ombe. Si wataenda kuzaliana. Tutapata mbegu, itaenea, au si jamani? Hawa ni wa maziwa, si ndio hivyo Tutapata maziwa mengi kwa ajili ya chakula chetu na familia na pia kufanya biashara. Lakini mkifanya hivyo utapa moyo hata pia watasei
kuendelea kusaidia wengine na wengine na wengine. Sawa jamani? Mimi nimefurahishwa, nikupongeze mkurugenzi wa TASEI. Nimeshapita, nimeshawaangalia ng'ombe. Sijawapima kwa ile vipimo vyetu, lakini hata kwa macho tu ya kawaida ya mfugaji ambaye ni mfugaji, anaona kabisa kwamba ng'ombe hawa ni ng'ombe wazuri ambao wanaweza kwenda kuleta mabadiliko. Nimepata bahati ya kupata ng'ombe wakubwa, ng'ombe ambao wamefikia wana mimba, ng'ombe ambao ndani ya miezi 2, 3, 4, 5, kama basi kiwango cha juu kabisa cha miezi kwenda kuzaa ni kama miezi 5. Muwatunze vizuri jamani. Muwatunze vizuri, kwa sababu ukiwatunza vizuri tunaenda kuondokana na umaskini wa kipato, umaskini wa lishe, kwa maana kwamba watoto wetu watapata maziwa ya kutosha na wataondokana na magonjwa mbalimbali kama maradhi ya kwashako na marasmus. Sawa jamani? Hawa ng'ombe hawajapewa ile chanjo ya ICF, na huku kwetu kuna ule ugonjwa wa ndigana kali. Niombe muwasaidia hao ng'ombe waweze kupata ile chanjo ambayo ni chanjo ya maisha, ile ya kishungu. Sawa jamani? Kwa hiyo niwaombe shirika mtusaidie hilo ili hao ng'ombe wapate hiyo chanjo. TASEI nilikuingia madarakani ndio nao wakaja. Kwa hiyo kazi nyingi za mboga na uwezeshaji wa wanawake kiuchumi nilishuhudia na nilishiriki kazi hizo, na nilishuhudia kwamba wakina mama wamepata mabadiliko makubwa sana. Leo hii wanatoa 1,000,000, 2,000,000 walishatoa. Na hizo pesa wanatoa ni pesa ambazo hazina riba hata kidogo. Wakina mama wanajua sasa hivi. Sisi kama serikali ya kijiji tutaendelea kushirikiana nao kwa kazi kubwa ambayo anaifanya. Lakini leo imetoa ng'ombe. Na kwa jamii ya Kimasai, kitu chochote ambacho mwanamke anamiliki bila kuingiliwa na wanaume ni maziwa. Maziwa yeye peke yake, hakuna siku mwanaume atamuuliza kwamba hii maziwa umepeleka wapi? Kwa kina mama hawa wa Terati, ng'ombe hawa si mifugo tu, bali ni ufunguo wa fursa mpya. Wakizungumza kwa hisia na matumaini makubwa, wamelishukuru shirika la TASEI kwa kuwaamini na kuwapa nyenzo hii ya kiuchumi. Licha ya changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, wamejipanga vilivyo kukabiliana na kiangazi ili kuhakikisha neema hii ya maziwa haipotei. Kwa majina naitwa Sara Abraham. Natokea kitongoji cha Lodar. Nimefurahi sana kupatiwa ng'ombe wa maziwa na shirika la TASEI. Nimefurahi sana kwa sababu nitauza maziwa, itanisaidia pia kwenye kuiwezesha familia yangu, watoto wangu kusoma. Nimeshajenga banda na utaratibu wa kumtunza, naenda sasa hivi kwenda na jiwe la madini ili aendelee kuwa na madini, na pia najiandaa kununua pumba na majani pia nitakuwa namkatia, na naandaa majani kuanzia sasa ya kula kwa wakati wa kiangazi. Haji Maria Bunge. Majanda gangirangai arbandra na heraki eye rumene haje na pige weiside na janda ge rombo urinara are ajanda ga rembe urna na enda ne oke enkare na janda ki no he olohi soi la magar o hori meramejo na yala aja ore na girangai na garamar ta sampo kindalari para lame na garamar ma yala ajo ore anagirang na ramar nano ni ndirogira ga siara markion aide mage siara na ramar ya nagirangai ora ga nagirangai pa ko era sidai pa ikilo ha na ide magare de le ga helai ana na ra de riesinte ero ele murandila la TASEI. Ni dhahiri kuwa mbegu ya mabadiliko imepandwa Simanjiro. Kupitia utunzaji bora wa mifugo hii na usimamizi madhubuti kutoka TASEI, akina mama wa Terati sasa wanageuza ukurasa mpya wa maisha, kutoka utegemezi hadi kuwa wazalishaji wakubwa wa maziwa. Hii ni hatua moja kubwa kwa mwanamke na hatua kubwa zaidi kwa maendeleo ya jamii nzima ya kifugaji.